Zoezi ambalo linafuata sasa hizi kama alivyokwisha kusema ni zoezi la kuzindua na ukabidhi gari kwa wanachama. Aina ya gari ambalo tunalo hapa ni Ford Ranger ambao kwa thamani ya Kitanzania tumenunua shilingi milioni 107 na laki 8. Ni gari jipya na wala halijatumika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunashukuru katika hili, tunaomba tufuate tu taratibu ili tuweze kukabidhiwa. Ushirika pamoja tujenge uchumi. Haya, ndugu zangu, mimi nitumie fursa hii kwanza kabisa niweze kuwapongeza chama kikuu cha ushirika Soreku mkoa wa Songwe kwa namna ambavyo mnavyoonesha utendaji bora, uongozi bora na uendeshaji bora wa vyama vya ushirika. Vyama vya ushirika au sekta ya ushirika hivi sasa inapitia katika mageuzi makubwa sana chini ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika. Mageuzi ya kiuongozi, mageuzi ya kimifumo, lakini mageuzi ya kiutendaji kuanzia ngazi ya vyama vikuu vya ushirika mpaka kwenye vyama vya msingi vya ushirika. Na mageuzi hayo yanafanyika kwa sababu ya umuhimu wake vyama vya ushirika, hususani katika kipindi hichi ambacho serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeamua kuweka nguvu kubwa, imeamua kuchukua hatua madhubuti, imeonyesha uongozi na dhamira ya dhati ya kuweza kuleta mageuzi kwenye sekta ya kilimo. Tunaona utashi wa kisiasa unaonekana kwenye eneo la bajeti, lakini katika kipindi kifupi tumeona kwamba sekta ya kilimo imekuwa. Mwaka 21 ukuaji wa sekta ya kilimo ilikuwa ni kama 2.4. Sasa hivi tunazungumzia ukuaji wa sekta ya kilimo 4.6. Lakini malengo ya serikali ni kuifanya sekta ya kilimo iweze kukua kwa 10% ifikapo mwaka 2030 kupitia ule mkakati wa ajenda 10-30. Sasa katika utekelezaji wa malengo haya na mipango hii, sekta ya ushirika ni muhimili mkuu, kwa sababu vyama vya ushirika ndiyo msemaji wa wakulima, ndiyo mwakilishi wa wakulima, ndiyo mtetezi wa wakulima, lakini kupitia ushirika ndiyo ngazi ambayo serikali inatumia kwa ajili ya kuwafikia wakulima, kutatua changamoto zao, lakini kuwezesha kuhakikisha kwamba tunafikia yale malengo tuliyokusudia. Ndio maana serikali imefanya jitihada mpaka tumefungua ile benki ya maendeleo ya ushirika ambayo serikali imetoa fedha nyingi sana za kuanzisha ile benki ya ushirika, lakini ninyi wenyewe wana ushirika mmefanya kazi kubwa sana ya kuweza kuchangia kuanzishwa kwa ile benki ya maendeleo ya ushirika. Sasa hayo yanafanyika ni kwa sababu ya umuhimu wa sekta ya kilimo. Sekta ya kilimo ndio inaajiri zaidi ya 70% ya Watanzania. Tukiwainua wananchi 70% ya Watanzania ambao wanajishughulisha na sekta ya kilimo, tutafikia lengo la kuweza kuondoa umaskini na kuweza kukuza kipato cha mwananchi mmoja mmoja. Sasa kazi ambayo mnaifanya wenzetu wa Soreku katika mkoa wetu wa Songwe, manake inakwenda sambamba na dhamira ya serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, inakwenda sambamba na dhamira ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika katika kuleta mageuzi ya uendeshaji wa vyama vyetu vya ushirika. Sasa niwaombe vyama vyetu vya msingi vya ushirika, kazi ambayo inafanywa na chama kikuu, kazi ambayo inafanywa na Tume ya Maendeleo ya Shirika, basi tuione kule katika ngazi ya chini. Vyama vyenu nyie ndio vinawakilisha wakulima. Matarajio ya wakulima lazima yaonekane kutoka kwenu, ili wawe na imani kubwa zaidi, wawe na matumaini makubwa zaidi, ili na wao wakulima pia waweze kuonesha utayari mkubwa wa kuweza kushiriki katika shughuli za maendeleo ya ushirika. Lakini leo hii tumepata fursa ya kuweza kukabidhi vyeti kwa vyama ambavyo vimemaliza kuweza kutoa hisa zao. Ni commitment kubwa sana, lakini ni jambo ambalo linastahili kupongezwa. Nivipongeze vyama vyote ambavyo leo hii vimepata vyeti na vimetimiza masharti. Mmeanza safari sasa ya kuweza kuimarisha na kujenga vyama vyenu vya ushirika. Hongereni sana na naomba tuwapigie makofi. Lakini niwapongeze wale wote ambao tayari walishakizi vigezo tangu siku za nyuma. Nyote kwa ujumla wake, mimi binafsi nafarijika sana kuona maendeleo ya ushirika.
Kule nilikokuwa kama mkuu wa wilaya tulifanya kazi kubwa sana ya kuianzisha sekta ya ushirika kuanzia chini. Hakukuwa na vyama vya ushirika, vyote vilikuwa vimekufa. Kulikuwa na vyama viwili tu, lakini navyo vilikuwa havifanyi kazi. Lakini ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tumeacha vyama vya ushirika 18 ambavyo tulikuwa tumevianzisha. Lakini nimekuja mkoa wa Songwe, nimeona sekta ya ushirika ni imara na inafanya kazi. Kwa hiyo kazi yangu ni ndogo sana kuunga mkono jitihada hizi ambazo tayari zimeshaanzisha na kujenga juu ya misingi ambayo watangulizi wangu tayari walifanya nini, walishaijenga. Kwa hiyo hongereni, na mimi ninawahakikishia kuendelea kuwaunga mkono wanaoshirika, na mimi mnihesabie kwamba ni mwanaushirika mwenzenu. Kwa hiyo mwenyekiti, nitafutie chama kimoja cha ushirika na mimi nijiunge, ili niweze kuwa mwanaushirika, niweze kupata pia namba yangu ya ushirika. Nisizungumze tu kwa maneno, lakini nifanye kwa nini, kwa vitendo. Lakini pamoja na hayo, niwaombe sana juu ya swala zima la kuimarisha uaminifu katika vyama vyetu vya ushirika. Kumekuwa na changamoto zingine ambazo wakulima wanakuwa wanazilalamikia kwa sababu tu ya utendaji kazi wa baadhi ya viongozi kwenye vyama vya ushirika. Jione wewe kama mwenyekiti, katibu, mjumbe, ukikosa uaminifu kwenye chama cha ushirika katika nafasi yako ya uongozi, manake unatengeneza kikwazo katika maendeleo ya sekta ya ushirika katika mkoa wa Songwe. Na sisi hatutakubali kuona sekta ya ushirika inaingia doa kwa sababu yako wewe. Sekta ya ushirika ni muhimili wa maendeleo yetu. Sekta ya ushirika ndiyo chombo cha kuweza kuwaunganisha. Unajua sisi ni wajamaa. Tanzania ni nchi ya kijamaa. Sisi sio mabepari, tumeelewana? Miongoni mwa mifumo na misingi ya kijamaa ni pamoja na hii. Wanyonge sisi ambao tunaonekana hatuna nguvu, tunakutana pamoja, tunaungana kwa pamoja ili tuweze kuwa na sauti ya pamoja. Na ndio maana leo hii wanunuzi wa mazao kama sisi tusipokuwa na umoja wetu, wanunuzi wa mazao wanaweza wakatukalia, wanaweza wakutulalia. Lakini tukiwa wamoja hivi, hakuna mnunuzi wa mazao ambaye ataweza kumuonea mkulima, kwa sababu wakulima tumeungana, tuna sauti moja. Kwa hiyo tuna nguvu ya kukaa kwenye meza ya mazungumzo katika mfumo wa masoko wa mazao ya kilimo. Tuna uwezo huo kwa sababu ya umoja wetu. Kwa hiyo asitokee mtu yoyote akathubutu kuweza kurudisha nyuma jitihada za kujenga umoja wetu kama wana ushirika. Lakini jambo lingine, ni wapongeze sana kwa maamuzi ya kuweza kupata usafiri. Leo nimepata fursa ya kuweza kukabidhi gari ambalo limenunuliwa na chama kikuu cha ushirika kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya ushirika katika mkoa wa Songwe. Hongereni sana kwa hatua kubwa mliofikia, lakini niwaombe sasa gari hili tulione linakwenda wapi site. Gari hili lisionekane tu mjini hapa, gari lifike kwa wanaushirika huko chini kwa ajili ya kwenda kufanya kazi zake za msingi za kuendeleza sekta ya ushirika katika mkoa wetu wa Songwe. Lakini pamoja na haya mambo tunayoyafanya wanaushirika, sisi ni wananchi wa mkoa wa Songwe, tunao wajibu wa kuweza kuwajibika katika mambo mengine. Sasa hivi serikali ipo katika mpango wa bima ya afya kwa wote. Tayari zoezi la uandikishaji katika bima ya afya kwa wote limeshazinduliwa rasmi. Na Mheshimiwa Rais aliahidi katika siku 100 za uongozi wake akiwa madarakani ataanzisha mfumo wa bima ya afya kwa wote kwa kuanzia na makundi maalum. Tumeanzisha bima ya afya kwa wote ni kwa sababu bima ya afya ni mkombozi kwa kila mwananchi. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana katika kuboresha miundombinu ya kutolea huduma za afya. Tuna hospitali yetu ya rufaa, tuna hospitali za wilaya kwenye kila halmashauri, tuna vituo vya afya, tuna zahanati karibia kila mahali. Lakini sasa lengo la kuweza kuimarisha, yani uimarishwaji wa sekta ya afya hauishii kwenye majengo peke yake, unakwenda mpaka kwenye upatikanaji wa huduma bora za afya. Tumeweka vifaa tiba kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Tumeajiri madaktari. Mheshimiwa Rais hivi karibuni mlikuwa mmesikia, ameajiri madaktari na wahudumu katika sekta ya afya na wamesambazwa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Vifaa tiba na vitendanishi vimesambazwa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Lakini hayo yote hayawezi kukamilisha upatikanaji wa huduma ya afya kama mwananchi wa Songwe asiyekuwa na uwezo anashindwa kwenda hospitalini kupata huduma ya afya. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akasema ni lazima nimalize mnyororo wote wa utoaji wa huduma bora ya afya kwa kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na bima ya afya. Kwa kuanzia akaanza na makundi maalum. Kuna kundi la wazee watapewa bima ya afya na gharama zitalipiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan.
Watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano watatibiwa kwa bima ya afya, gharama zao zinalipiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini hali kadhalika kina mama wajawazito wanatibiwa kwa bima ya afya na gharama zake analipia Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini wananchi waliotoka kwenye zile kaya ambazo hazina uwezo pia ambao pia wanatambulika wanapewa bima ya afya na gharama zake zinalipiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hiyo ndio mikakati ambayo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inayo katika kuwasaidia wanyonge. Mzee hayati Nelson Mandela aliwahi kusema, ukitaka kupima mafanikio ya serikali yoyote duniani, angalia namna inavyowajali watu wa chini wasiokuwa na uwezo. Ukiona serikali hiyo inagusa watu maskini, ukiona serikali hiyo inagusa wanyonge, ukiona serikali hiyo inagusa watu wasiokuwa na uwezo, basi hiyo ni serikali ambayo ina mafanikio makubwa sana katika uongozi wake. Kwa sisi tuna Tanzania tunajivunia na tunajisikia fahari kwa kuwa na kiongozi ambaye anajali wanyonge, anajali maskini, anajali na watu wasiokuwa na uwezo ili waweze kupata huduma ya bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nikuombe tunapoanza utekelezaji wa mpango huu, natamani vyama vya ushirika viwe mstari wa mbele kuweza kuingia kwenye bima ya afya. Lakini twendeni tukawe mawakala, tunatoka katika maeneo mbalimbali. Twendeni tukaitangaze hii huduma ya bima ya afya kwa wote, watu waanze kujiandikisha kulingana na utaratibu utakaotolewa. Lakini kuna huduma zile za msingi ambazo zitakuwa zinalipiwa kwa gharama. Sasa yale ni makundi yale mengine ambayo hayapo katika makundi hayo yenye uhitaji maalum. 1,500,000 tu. Familia yenye watu, kaya yenye watu 6 wanatibiwa. 1,500,000 kwenye huduma za matibabu sio kitu. Kwa sababu ukiugua leo hii ghafla, hauna bima ya afya, matibabu ni gharama kubwa sana. Zaidi ya hiyo 1,500,000 unaweza ukatumia. Zaidi ya milioni mpaka milioni 5 inakwenda kulingana na ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo 1,500,000 sio gharama kubwa kwa familia yenye watu 6. Lakini nimalizie pia kuwaomba tushirikiane katika eneo la utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Jana tulikuwa na mkutano wa wadau wa mazingira, nishati safi pamoja na maji. Tuliungana kwa pamoja, tulizungumza mambo mengi sana. Lakini moja miongoni mwa makubaliano yetu ni kwenda kuanza mpango wa matumizi ya mkaa mbadala na kuachana na matumizi ya mkaa wa miti. Tunao wenzetu wa STAMICO ambao wanahusika pia na uuzaji wa mkaa mbadala, tumezungumza nao. Tunataka vituo vya kuuzia mkaa mbadala viwepo katika ngazi ya kata na katika ngazi ya vijiji. Ikiwezekana na nyie wana ushirika, niambieni kwamba na sisi tumeshachukua uwakala. Kwenye kata zetu zote tuna kituo kimoja ambacho tunauza mkaa mbadala. Nitafarijika sana kuona ushirika nao pia unajali afya za wakulima, kwa sababu wakulima wengi ndio wanatumia kuni, ndio wanatumia mkaa wa miti. Sasa sisi wana ushirika huwa tuna tabia ya kujali wakulima wetu, tunajali wanachama wetu. Kwa hivyo vyama vyetu vya ushirika basi vinaweza vikachukua uwakala. Kuwa wakala pale ni kuanzia tani moja. Tani moja inauzwa shilingi 800,000. Kwa hapo mkiongeza angalau hata shilingi 200 kwa gharama zile zote. Kwa sababu lengo sio kupata faida kubwa sana. Lengo ni kuweza kuwasaidia wananchi. Kwa mkiingiwa tani moja ya 800,000 mkiongeza shilingi 200 kwa kila kilo, maana yake mnaweza kuuza kilo moja ya mkaa shilingi 1,000 au hata 1,100, sio mbaya sana. Ambayo hiyo 1,100 ukichukua kilo moja ya mkaa ule una uwezo wa kupika siku mzima, tofauti na ukichukua huu mkaa wa kawaida. Uwezi ukautumia mkaa wa shilingi 1,100 siku mzima. Niwaachieni hilo jukumu, mtakuja kunipatia taarifa utekelezaji wake. Lakini pia na kwenye eneo la kuzalisha miche ya miti, tumekubaliana kwamba kwenye msimu unaokuja mkoa wetu umepanga mpango wa kuzalisha miche milioni 10 kwa mwaka na kupanda miche milioni 10 kwa mwaka. Jukumu hilo tumewakabidhi watu wa halmashauri, tumekabidhi taasisi mbalimbali za serikali, lakini na wadau wa sekta binafsi. Na nyinyi pia mmekuwa mkizalisha miche. Wengine hapa mnazalisha miche ya kahawa, wengine mnazalisha miche ya parachichi. Kwa hiyo kwenye hiyo miche mnayozalisha, na mimi niambieni kwamba sisi kwenye kupitia vyama vyetu vya ushirika mkoa tutazalisha jumla ya miche kadhaa ili kuweza kuchangia katika jitihada za mkoa za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Baada ya maelezo hayo, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu, kazi na utu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana, na wapenda sana ndugu zangu wana ushirika. Naomba tupige makofi.